Nabii Musa kama mnavyojua katika suratul Kahfi, ikiwa hii ni dalili ya 34 katika Miftahu Darus Saada, alisafiri safari kubwa sana na akamwambia kijana wake, la abrahu hatta ablugha majmaa albahraini au amdhiya huquba, sitoacha mimi kusafiri mpaka nifike sehemu nilipoambiwa majmaa albahraini. Kwa nini aanzishe hii safari? Alipoambiwa kuna msomi kukushinda, akafunga safari, na safari ikawa na tabu. Akamwambia mwanae, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba, tumepata tabu katika safari yetu hii, lete chakula tule. Kwa nini yote haya? Ibn al-Qayyim asema hirsan minhu ala liqa'i hadha al-alimi wa ala at-ta'allumi minhu, ni kwa sababu tu ya pupa yake Nabii Musa kutaka kukutana na huyu msomi na ili asome kwake. Falamma laqiyahu, alipokutana naye, salaka ma'ahu maslaka almutaallimi ma'a muallimihi, alikuwa na mienendo ya mwanafunzi kwa mwalimu wake, adabu ya hali ya juu. Akamwambia, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Mazungumzo yakaanza baina ya Nabii Musa pamoja na mwalimu wake katika kutaka kufundishwa. Mahalu shahid ni kwamba mpaka Nabii Musa kufunga safari atokako huko, malengo ni kutafuta elimu, ni kuonyesha hichi kinachotafutwa ni kitu ambacho kina thamani kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan ibn Uyayna asema, lam yu'ta ahadun ba'da an-nubuwa afdala min al-ilmi wal-fiqhi fi ad-din, hajawahi kupewa mtu kitu bora baada ya utume. Yani baada ya daraja ya utume hakuna kinachofuatia kitu bora kuliko mtu kupewa elimu ya sheria na akawa ana ufahamu na suala kama hili la elimu ya sheria.